Karibu Tabora, karibu Toronto. Yapo matukio hapa na pale ya kiuhalifu ambayo yalitutikisa kidogo, lakini kama nilivyokwisha kusema vyombo vyetu vya usalama vilikabiliana nayo. Lipo tukio ambalo mtoto wa darasa la pili alilautiwa na mwalimu wa shule moja ya private hapa mjini, mtakumbuka. Tulimkamata na alihukumiwa miaka 30, kata rufaa, kesi bado inaendelea. Lakini yupo michezo ambayo ilikuwa inafanyika hapa UMITA na UMISETA. Mtoto mmoja mdogo pia wa darasa la 4 kutoka kule Iringa. Kuna mtu pia alifanyia ukatili, lakini na nyinyi mtakumbuka tulimkamata yule bwana, naye alifungwa miaka 20. Yupo mtoto mmoja wa form 2 alibakwa kule Nzega, wabakaji tuliowakamata na wao wamehukumiwa miaka 30 juzi. Kwa hayo yote ni matukio ambayo kikweli tumezidi kupambana nayo ili kuwaweka wananchi wetu na vijana wetu wawe huru na wawe na uwezo wa kujitawala na kufanya shughuli zao bila kuhofu kikundi au mtu yeyote. Lakini pia mtakumbuka kulitokea tukio la daktari pale Urambo ambayo inaonekana alimbaka mgonjwa, lakini ilionekana pia kumbe ni mazoea yake tangu mwaka 2018. Sampuli zilipelekwa kwa mkemia mkuu, majibu yamerudi yakiwa positive kwamba inaonekana wala hakuonewa, ni kweli alitenda lile kosa, na kama maelekezo yalivyokuwa ya waziri mkuu basi tunatekeleza vile vile alivyoelekeza mheshimiwa waziri mkuu. Lakini lipo tukio la mauaji ambalo lilitokea, mtakumbuka mtoto wa afisa elimu hapa manispaa aliuawa na akafukiwa nje ya nyumba fulani hapo. Watuhumiwa wote wale 5 tuliwakamata na kesi bado iko mahakamani, naamini akitatendeka. Lakini mtakumbuka pia yupo mama mmoja iliripotiwa ametekwa, na yeye mwenyewe aliattempt kuita vyombo vya habari kuzungumzia utekaji wake, na alipelekwa mpaka kanisani kwake huko, akasimamishwa mbele, akaeleza jinsi alivyokuwa ametekwa na hao watekaji. Na mimi kwangu mimi mwenyewe pia aliletwa hapa kunieleza, nikaita kamati ya usalama, akakaa mbele ya kamati ya usalama ya mkoa kueleza jinsi alivyokuwa ametekwa. Alisema baada ya uchaguzi, siku moja baada ya uchaguzi mkuu, tarehe 30 asubuhi saa 3 alitekwa na watu wasiojulikana, yeye, mama na mtoto wake mwenye umri wa miaka 3. Sasa baada ya kupata tukio hilo ilibidi kufanya uchunguzi wa kina, na alituambia mle ndani wapo waliotekwa wengi, akiwepo baba mmoja ambaye alikuwa ametekwa naye, akiwa naye mle ndani walimuua akiwa anaangalia yeye, mama alikuwa anatueleza. Sasa mnaweza mkaona tukio hilo si tukio dogo, kwa ilibidi tuweke intelijensia kali sana kufanya uchunguzi wa kina kabisa. Yule mama tukaje kukuta hakutekwa, aliamua kutumia njia hiyo kumlaghai mume wake kutoa hela, na alijipatia hela kwa njia ya namna hiyo. Na kwa sababu alitufanyia jambo ambalo si jema, na mimi nikasema hatuwezi kumnyamazia. Tukakuta alikuwa na bwana yake ambaye sio mume wake, tena bwana yake hakuwa mmoja, walikuwa 3 ambao yeye alikuwa anajua namna anavyoshiriki nao. Katika kipindi chote hicho alichokuwa ameripoti ametekwa, alikuwa kwa waume zake hao 3 ambao amewapangia ratiba mmoja baada ya mwingine. Na mume wake baada ya kumkamata na hao mabwana wake wote 3 tuliokamata, na hao ambao waliattempt walisema kwamba waliokuwa wameandaa kama ni watekaji tuliokamata, wote waliokuwa katika mzunguko huo wote tuliokamata, na tukamuonyesha mume wake mbele ya kamati ya ulinzi na usalama kwamba hawa ndio wanaume wenzio waliokuwa wamemteka mkeo, na hela ulizokuwa unatoa walikuwa wanagawana hawa. Lakini tukio lingine limetokea hivi majuzi, wiki 2 zilizopita. Kuna magari makubwa haya yanafanyaga biashara kutoka South Africa na kuchukua bidhaa kuleta hapa Tanzania. Hiyo gari imetokea Tunduma, ikapita Mpanda, inapita Tabora, inaenda Arusha, ikavamiwa hapo katikati kwenye mapori hapa ya kwetu hapa Tabora na wavamizi au watekaji wa magari ya usiku. Lakini askari wetu walipata taarifa ya tukio hiyo saa 9 usiku, wakapambana na majambazi hao. Jambazi mmoja alipigwa risasi ya mguu ambaye tumemshikilia, yupo polisi, lakini yupo hospitali ya mkoa wa Kitete, lakini wengine 5 walisevu wakakimbia. Gari hiyo ipo na bidhaa zote tuliziokoa, hakuna bidhaa hata moja ya mfanyabiashara yule ilipotea. Tishio la maandamano, hakuna maandamano, hakuna mtu aliyeattempt kuandamana katika mkoa huu, sio tarehe 25 na sio 9 Disemba, sio tarehe 29 kipindi cha uchaguzi, na sio mwaka mpya, na siku zote hakuna mtu atakayeandamana katika mkoa huu. Na ninachoendelea kuwasihi wananchi wa mkoa wa Tabora wafanye kazi
hakuna kiongozi atakuja, labda mimi Chacha hapa na watu nitawapelekea hela kuwawekea mifukoni mwao au kuwapelekea chakula ndani. Lazima ufanye kazi. Kwa mazingira ya kazi Tabora hapa yapo wazi. Kila attempt ambayo tulikuwa tunaisikia mitandaoni na maeneo mengine, mkoa ulipita ukiwa salama. Karibu Tabora, karibu Toronto.